Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inaelezea miezi 6 ya mahesabu mabovu ya Marekani nchini Iran. Ndani ya miezi 6 baada ya Washington kuanzisha vita visivyokuwa na msingi na vya kizembe dhidi ya Iran, ukubwa wa upotofu wa kimkakati wa Marekani umewekwa wazi kwa ulimwengu kuona. Kile ambacho kilikuwa matamshi ya kiburi ya Marekani ya kuahidi operesheni ya wiki 6 ya kusambaratisha uwezo wa kuulinzi wa Iran na utii wa nguvu imegeuka kufedhehesha ikulu ya White House. Fichuzi wa hivi punde uliochapishwa na vyombo vya habari vya Magharibi, hasa shirika la habari la Wall Street Journal, unathibitisha kile ambacho Tehran imedumisha tangu mwanzo. Marekani iliingia kwenye mzozo huu imefungwa na hesabu za kina za kimkakati zilizodanganywa kabisa na uchochezi wa Israel na dhana yake ya udanganyifu kwamba taifa la Iran lingeanguka chini ya shinikizo. Hata ndani ya ukumbi wa ujasusi wa Amerika, maonyo ya wazi yalitolewa kwa Rais Donald Trump kuhusu upumbavu mbaya wa kuanzisha mashambulizi. Siku chache kabla ya shambulio la kwanza la Februari 28, mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa wa wakati huo Tulsi Gabbard alionya wazi ofisi ya Oval dhidi ya uchokozi wa kijeshi. Tathmini za kijasusi ziliwasilishwa na Gabbard zilipinga moja kwa moja simulizi za kizembe zilizoshinikizwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye alitaka kuitia mtegoni Washington katika kupigana vita vya Israel dhidi ya Iran. Gabbard alimfahamisha Trump kwa wazi kwamba jaribio lolote la kulenga uongozi wa juu wa Iran, hasa mauaji ya kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei, litarudisha nyuma vibaya. Mkuu huyo wa kijasusi alionya kwamba vitendo hivyo vya uadui vitaimarisha tu azma ya mapinduzi ya Iran na kuleta mkao mgumu zaidi ulioandaliwa kikamilifu kuendeleza ulinzi wake wa kitaifa na mkao wa nyuklia ili kuilinda mamlaka yake. Gabbard zaidi alitahadharisha ikulu ya Marekani kwamba Jamhuri ya Kiislamu ina uwezo kamili na nia ya kuuzonga mlango wa bahari wa Hormuz na kusababisha soko la nishati duniani kuwa katika msukosuko kwa majeshi ya Marekani yanayokalia kwa mabavu katika eneo zima. Walakini kwa kupotoshwa na ahadi mbaya za takwimu za Pentagon, kama ilivyokuwa waziri wa vita Pete Hegseth, na kuongozwa na wahamasishaji wa kigeni, Trump alipuuza maonyo haya ya kijasusi. Alidanganywa kabisa kuamini kwamba serikali ya Iran ilikuwa karibu kusambaratika na kwamba hali katika nchi hiyo ingeleta ushindi rahisi zaidi kwa Marekani. Siku za mwanzo za mzozo huo zilishuhudia sherehe zisizokuwa na maana katika hoteli ya mapumziko za Florida, ambapo wanasiasa wa Marekani walishangilia ripoti za uchokozi bila kutambua walikuwa wameingia kwenye kinamasi kisichoepukika. Miezi 6 baadaye ukweli umevuja. Mawazo ya Washington yakawa yameshindwa. Jeshi la Iran likaendelea kudhibiti vyombo vya ulinzi vya taifa na maeneo ya baharini, likiamuru ipasavyo masharti katika ghuba ya Uajemi na kuonyesha kwamba mamlaka ya Iran haiwezi kuathiriwa. Urithi wa Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei kama kiongozi unasimama kwa kushindwa kwa wapiganaji wa Magharibi, hasa Marekani na Israel, ambao walitarajia machafuko. Badala yake wanakabiliwa na uongozi wa umoja uliokuwa na msimamo imara ambao unakataa kukubali matakwa ya ubeberu. Gharama ya kijeshi na kiuchumi inayotozwa Marekani imekuwa ya kushangaza. Vikosi vya Washington vimefedheheshwa kwa pande nyingi na kusababisha wanajeshi 18 waliouawa na zaidi ya wanajeshi 750 waliojeruhiwa, pamoja na uharibifu mkubwa wa kambi za jeshi la Marekani kote Asia Magharibi. Mwendo wa utendaji kazi bila kuchoka umemaliza akiba ya mafuta kimkakati ya Amerika, umepunguza sana hifadhi za silaha za usahihi za Marekani na kufichua udhaifu mkubwa wa meli za kivita za Marekani zinazolinda maji, zinazotetewa na teknolojia kupambana na meli ya Iran na migodi ya kivita ya majini. Kiuchumi, kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz kulionyesha uwezo wa Tehran wa kuinua mienendo ya biashara ya kimataifa na kusimamisha 1/5 usambazaji wa mafuta na gesi duniani na kusukuma bei ya mafuta kwenye kimo kisichoweza kuvumiliwa katika uchumi wa Magharibi. Machafuko yaliyotokea nchini Marekani yamevunja makubaliano ya kisiasa na kuacha makadirio ya idhini ya Trump kuwa ya chini sana, huku hofu ikitanda katika chama cha Republican kabla ya uchaguzi ujao. Baada ya kushindwa katika medani ya vita na kuona uwezo wake wa kijeshi ukiwa chini ya upinzani mkali wa Iran, ikulu ya White House imeamua kwa mara nyingine tena kutumia nguvu za kiuchumi, ikiita hatua yake ya hivi punde ya kukatisha tamaa operesheni ya kutengwa kwa uchumi. Mabadiliko haya ya kurudi kwenye kizuizi cha
majini na vita vya kiuchumi sio chochote zaidi ya kukiri kushindwa kijeshi. Msisitizo wa Trump wa kudai mabadiliko ya serikali au kujisalimisha kikamilifu kupitia hali ya hewa ya kiuchumi ni matumizi ya mara kwa mara ya fundisho lililoshindwa. Msisitizo wa ukaidi wa utawala wa Marekani kwamba inaweza kuilazimisha Iran ipige magoti unaonyesha kutokuwa na uwezo wa ajabu wa kufahamu ustahimilivu wa taifa la Iran, huku viongozi wa kikanda wakishinikiza Washington kutafuta njia panda, na upigaji kura wa ndani wa Marekani unaonyesha idadi kubwa ya watu wanaotaka kumalizika mara moja kwa mzozo huu. Ukweli unabaki kuwa wazi kwamba msimamo wa ulinzi wa Iran bado hujatikisika. Kulipiza kisasi kwake kumeweka gharama kubwa kwa wavamizi, na safari ya kijeshi ya Washington itaingia katika historia kama makosa makubwa yaliyotokana na ujasusi wa hali ya juu na udhalilishaji. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.